Naomba mtuamini, naomba mtuchague. Mimi nafahamu maisha ya kawaida ya Mtanzania. Mama yangu amekuwa ni muuza uji, baba yangu amekuwa ni dalali. Najua namna ambavyo kina mama mnapigika na mnahangaika na maisha. Najua ambavyo vijana mnapigika na mnahangaika na maisha. Naomba nafasi nikawe mbunge, mwenzangu akawe diwani, tukajenge hoja zenye maslahi mapana kwa watu. Na bahati nzuri sisi ni vijana. Mkitoa miaka 5 tukichemka, miaka 5 mingine tukija kwenu mtatuliza maswali. Na mshangaa Chizi Fresh ameleta sanaa kwa miaka 10. Leo alitakiwa akipa mwambie tumekugia miaka 10 mafuriko yamekushinda. Tumekugia miaka 10 mikopo ya vijana kama yamekushinda. Tumekugia miaka 10 shida zetu ziko pale pale, katafute kazi nyingine tunawapa watu wengine. Chizi Fresh ataweza kweli? Yeye akija hapa anasema yeye ni mbunge wa taifa, mwambie sisi tunataka mbunge wa Arusha, bado mambo yetu ni mengi sana. Magufuli oye. Yaani hawa watu wengine ambao wanachukua hata fomu ya kugombea na Magufuli wanatakiwa washinde kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako washinde kwa jina la Muhammad. Magufuli anatisha. Magufuli 5 tena. Rais Magufuli rais wa kipekee. Wapinzani kabla ya Rais Magufuli walikuwa wanasema sana, nchi gani hii ina ndege moja, ndege nyenye bovu. Rais Magufuli amekuja amenunua ndege 11 tena cash. Nani kama Magufuli? Wako watu wengine wanaweza wasijue faida za ndege, lakini sisi watu wa Arusha tunajua faida za ndege. Kwa sababu ndege inasaidia kuleta watalii katika nchi yetu. Mtalii akija akitua Dar es Salaam na KLM anachukuliwa na ya Tanzania analetwa Arusha. Mtalii akija Arusha faida zake ni nyingi, na hasa naongea na nyinyi vijana. Tumecheza na amani kwa muda mrefu. Tumecheza na usalama kwa muda mrefu. Tumeandamana sana, tumekomaa sana, lakini hasara yake ni kubwa sana. Tunapopata wageni kwenye jiji letu, tunasaidia kuongeza mzunguko wa fedha kwenye jiji hili. Leo wageni wakija, pakiwa na mikutano katika jiji letu, wale wageni watalala kwenye hoteli zetu. Mwenye hoteli atapata fedha, lakini na watu walioajiriwa pale watapata ajira. Zile hoteli zikifungwa tutakosa ajira. Lakini leo mgeni akija kwenye jiji letu, akilala kwenye hoteli, akilala kwenye guest, akinywa chai asubuhi na mayai, wewe mama unayefuga kuku utauza kuku mayai yako. Akinywa chai na supu ya kuku, wewe mama unayefuga kuku utauza kuku wako. Akinywa chai na supu ya ng'ombe na mbuzi, wewe mfugaji unayeuza ng'ombe, mbuzi, kondoo, utauza mifugo yako. Tukicheza na amani, wageni wasipokuja, sisi ndio tutakuwa watu wa kwanza kupata hasara. Lakini wageni wanapokuja kwenye jiji letu, wakienda kwenye mikutano, labda AICC au kumi mbalimbali kwenye kata zetu, baada ya mkutano watataka kurudi kwenye hoteli zao. Kama kuna mtu wa taxi yuko pale, atapanda taxi, mwenye taxi utapata abiria. Atapanda bajaji, mwenye bajaji utapata abiria. Atapanda pikipiki, mwenye pikipiki utapata abiria. Tukicheza na usalama tutakosa hizi fursa. Magufuli leo ametuletea mradi mkubwa wa maji jiji la Arusha. Mradi wa bilioni 520. Mradi ambao ukikamilika changamoto ya maji itaisha kabisa jiji la Arusha. Nafahamu bado tuna changamoto. Tuna changamoto kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, mradi haujakamilika. Sababu ya pili, tunajua bado kuna maeneo mengine kuna mgao mkubwa wa maji. Inawezekana hujapata maji wiki 2 au mwezi mzima, lakini bado mamlaka ya maji ya Usa wanakuletea bili kubwa ya maji. Naomba nafasi nikawe mbunge na ndugu yangu akawe diwani, tukatetee jambo hilo ili wananchi wasiweze kupata changamoto yoyote. Wangapi wako tayari kumpa Bakari Msangi kwenye udiwani? Wangapi wako tayari kunipa kwenye nafasi ya ubunge? CCM oye! Msiwe na wasiwasi. Lema nilikutana naye juzi kwenye mgahawa fulani. Akaniambia, brother, mwaka huu imekula kwangu. Nikamwambia usiwe na wasiwasi. Magufuli ana kazi nyingi, nitakusemea, mimi sina lombaya. Magufuli oye! CCM oye! Akaniambia, mimi brother, hata nikipata UDC tu niko tayari. Nikamwambia, tulia kwanza. Utapewa nini anajua Magufuli, ngoja tumalize shughuli kwanza. CCM oye! Magufuli oye! Leo ameweka kiposta chake, anasema eti Gambo leo anakutana na walimu. Mimi toka asubuhi leo nilikuwa nafanya kampeni hapa. Nilikuwa nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Mimi nafanya kampeni huku, yeye amelala anaota na kukutana na walimu. Mwaka huu ataota sana. CCM oye! Magufuli oye!
Najua mnafahamu kumbe Rais Magufuli ni rais wa watu. Kabla ya Rais Magufuli tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya elimu. Walikuwa wazazi wanachangishwa fedha nyingi sana. Lakini Magufuli toka ameingia madarakani amesema elimu bure. Na hajasema tu elimu bure, amesema elimu bure na analeta fedha kwa ajili ya elimu bure. Kila mwezi analeta bilioni 1 na milioni 900 kwa ajili ya elimu ya watoto wetu. Magufuli amesema michango marufuku. Naomba nafasi nikawe mbunge na ndugu yangu Bakari akawe diwani, twende tukatetee maslahi yenu, kwa sababu tunajua kwamba ile michango inawatesa na inawaumiza. Wangapi wako tayari ukipa Chama cha Mapinduzi? CCM hoye! Nimefurahi sana kuona wazee wangu. Wazee ndio wametufikisha hapa. Ili taifa limefikishwa hapa kutokana na kazi na jitihada kubwa ambazo zimefanywa na wazee. Uhuru tumeupata kwa ajili ya wazee. Maendeleo tunayoyaona wameweka wazee. Sisi kama vijana tunakuja kuendelea pale ambapo wazee walishafika. Kama taifa tunatakiwa tuweke utaratibu mzuri wa kuwajali wazee wetu. Kabla sijatoka kwenye ukuu wa mkoa, tulishatoa utaratibu kwamba wazee wote wapate vitambulisho ili wapate huduma hasa za afya kwa uhakika. Nimeambiwa kwamba utaratibu ule umeshaanza, wazee wanapigwa picha ili wapate vitambulisho vyao. Naombeni nafasi nikawe mbunge na ndugu yangu hapa akawe diwani, twende tukajenge hoja za kuendelea kutetea na kulinda maslahi ya wazee. Ziko baadhi ya hospitali na vituo vya afya pamoja na serikali kuelekeza kwamba wazee wapewe huduma na waheshimiwe, bado hawapati heshima inayostahili. Naomba nafasi nikawe mbunge wenu, nikawasemea wazee wangu, nikawatetea wazee wangu, kwa sababu najua wazee ndio wametufikisha hapa. Wangapi wanataka tukawasemee wazee? Wazee oye! Bodaboda tumewasemea sana. Nilipokuwa mkuu wa mkoa niliwatetea sana. Nilifanya vikao vingi sana na nyinyi. Mlikuwa mnatakiwa kuzuiwa kwenda katikati ya mji. Dar es Salaam walifanikiwa kuzuiwa, baadaye Makonda akaja akaruhusu. Hapa Arusha tulikataa, tulisema hii Tanzania ni moja, bodaboda wako huru waende kila mahali. Lakini bado pia bodaboda tuliwakopesha pikipiki 8 kila kata, tena bila riba. Na kina mama tuliwakopesha pia 200,000 bila riba. Tulifanya vile kwa sababu tunajua bodaboda ni mnyonge, akienda benki akopesheki. Utaambiwa mkopo upo, lakini ili upate lete hati ya nyumba. Mkopo upo, ili upate lete kadi ya gari. Sawa, bodaboda unapata wapi nyumba au gari? Wanashia tu kuambia kwamba hawako tayari kukopesha. Naombeni nafasi nikawe mbunge, nikajenge hoja ili ule mfuko tulioanzisha wa bodaboda ukaendelea kufanya kazi. Najua Chizi Fresh akipita huku anasema wao bodaboda si mfuko wenu umefanyaje? Fedha tulizoanzisha ziko mpaka leo. Nendeni benki ya NMB pale Clock Tower. Nenda kaulizia akaunti ya bodaboda, utakuta fedha zipo, na nikishakuwa mbunge nitaendeleza utaratibu ule na tutawakopesha bodaboda kiasi cha kutosha ili maisha yaweze kuendelea. Bodaboda oye! Arusha oye! Magufuli oye! Yeye akija hapa alikuwa anawaambia watu fulani eti mimi nimejenga barabara. Subutu yake, kujenga barabara mchezo. Mapato ya jiji la Arusha ni bilioni 20. Mishahara ya watumishi wa jiji la Arusha ni bilioni 36. Wanachokusanya akiwezi hata kulipa mishahara. Anachokifanya Rais Magufuli, anachukua bilioni 20, anaongeza na bilioni nyingine 16. Kwanza analipa mishahara wa watumishi. Hatua inayofuata analeta fedha nyingine kwa ajili ya maendeleo. Amejenga barabara hii ya Arusha bypass pamoja na Sakina Tengeru kwa zaidi ya bilioni 187. Hivi kwa bilioni 20 unaweza kujenga barabara ambayo hata mshahara haiwezi kulipa? Kwa bilioni 20 unaweza kuleta mradi mkubwa wa maji wa bilioni 15. Kwa bilioni 20 unaweza ukajenga hospitali ya wilaya, kituo cha afya cha Muriet, kituo cha afya cha Moshono, na ukakarabati kituo cha afya cha Kaloleni. Mwambie jirani yako Magufuli anatisha. Mwambie jirani yako Magufuli yupo kikazi zaidi. CCM oye! Magufuli oye! Wangapi wanataka maendeleo? Walai Arusha mnatisha. Unajua ndio maana nikajiuliza, huyu jamaa, huyu Chizi Fresh, mbona siku hizi kila siku analopoka tu? Nikagundua kumbe hali tete. Mwambie jirani yako Chizi Fresh ana hali tete.
Mwambie jirani yako safari usanii basi. Mwambie jirani yako Lema bye bye.